Habari za wakati huu ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii. Leo tunaangazia swala muhimu la kidiplomasia kati ya Tanzania na Marekani, ambapo ombi la serikali ya Tanzania kuondolewa vikwazo vya visa. Serikali ya Tanzania imeiomba Marekani kuondoa vikwazo vya visa vilivyowekewa kwa raia wa Tanzania, ikisema hatua hiyo imeendelea kuwa kikwazo kwa safari, biashara, uwekezaji na ushirikiano wa wananchi wa nchi hizo mbili. Ombi hilo liliwasilishwa na Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Dr. Mohamed Thabit Kombo, wakati wa mazungumzo na ujumbe wa wajumbe 11 wa Baraza la Wawakilishi wa Marekani, yani Congress, ulioongozwa na mwenyekiti wa kamati ndogo ya huduma ya kijeshi, ulinzi na usalama, Ronny Jackson, ambapo mazungumzo hayo yalifanyika Julai 27 mwaka 2026 jijini Dar es Salaam. Tanzania imeeleza kuwa vikwazo hivyo vinawaathiri moja kwa moja wa Tanzania wanaosafiri kwenda Marekani kwa masomo, biashara, utalii, matibabu na shughuli nyingine halali. Kutokana na masharti hayo, baadhi ya visa huondolewa kwa muda mfupi wa uhalali. Kwa hali hiyo, inawalazimu wasafiri kuomba visa mara kwa mara na kubeba gharama kubwa zaidi za maombi na usafiri. Mbali na kuongeza gharama, vikwazo hivyo vinaweza kuchelewesha safari muhimu, kupunguza fursa za kibiashara na uwekezaji, kuathiri ushiriki wa wanafunzi na watafiti katika programu za elimu na kubadilisha uzoefu, pamoja na kudhoofisha mawasiliano ya kifamilia kwa Watanzania wenye ndugu wanaoishi Marekani. Katika mazungumzo hayo, Tanzania pia iliomba Marekani kupitia upya vikwazo vingine vya kiuchumi na usafiri kwa lengo la kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na ushirikiano wa kiuchumi kati ya mataifa hayo mawili. Kwa upande wake, ujumbe wa Marekani uliipongeza Tanzania kwa mchango wake katika kudumisha amani na usalama wa kikanda, hususan katika mapambano dhidi ya ugaidi na ushiriki wake katika operesheni za kulinda amani barani Afrika. Pande zote mbili zilikubaliana kuendelea kuimarisha ushirikiano wa kimkakati na kupitia maombi yote ya Tanzania kuhusu vikwazo hivyo, huku zikiahidi kuendelea na mazungumzo katika vikao vijavyo kwa ajili ya ufuatiliaji wa masuala hayo. Ombi hili liliwasilishwa na Waziri wa Mambo ya Nje Balozi Dr. Mohamed Thabit Kombo kwa ujumbe wa Congress wa Marekani ulioongozwa na Ronny Jackson. Ni hatua ya kidiplomasia inayolenga kupunguza vikwazo vinavyowasili raia wa kawaida. Vikwazo vya visa vinaasili moja kwa moja wanafunzi na watafiti, wafanyabiashara na wawekezaji, wagonjwa wanaohitaji matibabu, familia zilizo na ndugu Marekani, na gharama za kuomba visa mara kwa mara na muda mfupi wa uhalali. Tanzania inaomba pia kupitiwa upya vikwazo vingine vya kiuchumi na usafiri. Kwa upande wake, ujumbe wa Marekani umeipongeza Tanzania kwa mchango wake katika amani ya kikanda na mapambano dhidi ya ugaidi. Pande zote zimeahidi kuendelea na mazungumzo. Vikwazo vya visa mara nyingi huwekwa kwa sababu za usalama, uhamiaji au masuala mengine ya kidiplomasia. Ombi la Tanzania linaonyesha serikali inajaribu kupunguza athari kwa raia wake huku ikiendelea na ushirikiano wa kimkakati. Ombi hili ni la busara na linalolenga maslahi ya raia wa kawaida. Vikwazo vya visa vinaweza kuwa na sababu za kimantiki kwa upande wa Marekani, lakini athari zake kwa Watanzania ni halisi na zinahitaji kuzingatiwa. Muda mfupi wa visa na gharama za kuomba mara kwa mara ni mzigo mkubwa, hasa kwa wanafunzi, wagonjwa na wafanyabiashara wadogo. Hii inaweza kupunguza fursa za elimu, biashara na mawasiliano ya kifamilia. Mazungumzo na wajumbe wa Congress si tu serikali ya Marekani, yanaonyesha jaribio la kushawishi upande wa bunge la Marekani ambalo lina ushawishi katika sera za visa. Pongezi za Marekani kuhusu mchango wa Tanzania katika amani ya kikanda ni ishara ya kuwa na masuala ya pamoja. Hii inaweza kutumika kama msingi wa majadiliano zaidi. Kuondoa vikwazo kunahitaji kujenga imani ya pande zote. Marekani inaweza kuomba uhakikisho wa masuala ya usalama au ushirikiano zaidi. Ombi hili linakuja wakati Tanzania inakabiliwa na masuala mengine ya kisiasa na kidiplomasia. Kuimarisha uhusiano na Marekani kunaweza kuwa sehemu ya mkakati mpana wa kidiplomasia. Kwa ujumla, hatua hii inaonyesha serikali inajaribu kutatua changamoto zinazoathiri raia wake moja kwa moja. Matokeo yanategemea mazungumzo endelevu na nia ya pande zote mbili.
ulikuwa ni uchambuzi wa kina wa ombi la Tanzania kwa Marekani kuhusu vikwazo vya visa. Swala hili linaathiri Watanzania wengi. Je, wewe unaona maoni gani kuhusiana na swala hili ambapo Tanzania imeona iombe Marekani kuondoa vikwazo vyake ambapo mara ya kwanza iliviweka kwa sababu ya matukio yaliyotokea Oktoba 29 kwenye uchaguzi mkuu uliopita wa mwaka 2025, ambapo serikali iliamua kuwekea baadhi ya viongozi wa serikali visa ban ambapo hawawezi kusafiri kwenda Marekani, na baadhi ya vikwazo vya kiuchumi pamoja na masuala mengine. Kumbuka na hata Umoja wa Ulaya pia uliweka vikwazo ambapo ulisema hauwezi kutuma hela au kuja huku Bongo. Sasa nini maoni yako kuhusiana na huu uamuzi wale ambao wameufanya sasa hivi serikali ya Tanzania kuomba kuondolewa vikwazo hivyo? Je, yale ambayo yalifanya vikwazo hivyo viwekwe yameshaondolewa au yameshapatiwa tiba au yameshapatiwa solution ili kufanya visa hivyo virudishwe?